Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji. Asubuhi ya leo tunaendelea na kipengele ambacho nilikuwa nimekiahidi katika siku ya jana, kwamba ni namna gani unaweza ukafanya pesa zako zielekee mfukoni, na ni namna gani unaweza ukafanya katika maisha yako na pesa zako zikawa hazielekei mfukoni, yani mwelekeo wake ukawa ni kutoka mfukoni zaidi kuliko kuelekea mfukoni. Kwa sababu tuliona pesa ina mielekeo hiyo miwili tu, na ni lazima uweze kujua mwelekeo wa pesa yako ukoje. Sasa asubuhi ya leo ndicho kitu ambacho ninakwenda kukizungumza. Kwa hiyo nikusii uweze kuwa makini pamoja nami, kwa sababu katika vipindi vyote ambavyo nimekuwa nikivizungumza, kati ya vipindi ambavyo unapaswa kuwa makini ni engo hii, kona hii ambayo tumeifikia katika vipindi hivi. Sasa leo naomba nianze kwa kukuelezea mfano wa mielekeo ya pesa katika matabaka makubwa matatu katika jamii. Jana tulizungumzia vitu vikubwa viwili ambavyo watu wanamiliki, na hivyo ndivyo vinavyofanya wengi wawe maskini au wengi waweze kufanikiwa, na ndivyo vitu ambavyo ninahitaji tuweze kuvizungumza katika siku ya leo. Sasa katika jamii tunayo matabaka makubwa matatu ya watu. Tunao watu ambao wanaitwa tabaka la kati, alafu tunao watu ambao wanaitwa tabaka la juu, na wapo watu ambao wanaitwa tabaka la chini. Hayo makundi matatu. Tunao makundi matatu tu. Tunalo tabaka la chini, tunalo tabaka la kati, tunalo tabaka la juu. Sasa ni kwa vipi mtu wa tabaka la chini anakuwa mtu wa tabaka la chini? Ni kwa sababu ya mwelekeo wake wa pesa na vitu anavyovimiliki. Ni kwa vipi mtu anakuwa wa tabaka la kati? Kwa sababu ya mwelekeo wa pesa na vitu ambavyo anavimiliki. Na ni kwa vipi mtu anakuwa wa tabaka la juu? Kwa sababu ya vitu anavyovimiliki ambavyo vinaonyesha au vinatabiri mwelekeo wake wa pesa. Kumbuka tulisema ni miwili. Hapo nitarudia sana kwa sababu ndio kiini cha kitu ninachozungumza katika game la pesa, na ndicho kiini ambacho ukizingatia kitabadilisha mwelekeo wako katika game la pesa, kwamba uweze kushinda, uweze kulimaintain hili game au uweze kushindwa. Kumbuka mwanzoni tulisema katika game hili kuna washindi na kuna washindwa, wale ambao wanashindwa. Sasa maskini ni kitu gani ambacho anakimiliki maskini? Maskini hana kitu anachokimiliki zaidi ya ajira. Tena ajira, utakuja kugundua kwamba ajira ya maskini sio ajira ya kuajiliwa, ajira permanent au ya kudumu. Ni ajira ya kibarua. Kwa hiyo hiki kibarua kinaleta kipato, mshahara. Na akishapata kipato au mshahara, kwa sababu hana asset, naomba unielewe, ajira kama ajira hatuwezi tukaiweka kama asset. Tunapozungumzia asset, tunazungumzia vitu ambavyo vinaingiza pesa mfukoni. Na tunapozungumzia liabilities, tunazungumzia vitu ambavyo vinatoa pesa mfukoni. Kumbuka jana tuliangalia definition rahisi sana, yani usicomplicate na kuanza kuelezea definition au maana nyingine za asset na liability. Utachanganyikiwa kama wasomi wengi wanavyochanganyikiwa na wanafikia hatua ya kushindwa kuelewa asset ni ipi na liability ni ipi. Lakini kiurahisi kabisa, maana halisi ya asset ni kitu kinachoingiza pesa mfukoni, na liability ni kitu kinachotoa pesa mfukoni. Kwa hiyo maskini ana kibarua. Kibarua hiki akifanya kinampatia mshahara au malipo. Inaweza ikawa ni kwa siku au ni kwa masaa. Inaweza ikawa ameamua wakasema leo tunalima shamba.
baada ya kulima lile shamba wakalipwa shilingi 50,000. Wamelima eka nzima. Inawezekana wako wawili. Kwa hiyo wanagawana 25,000. Baada ya hapo hiyo pesa inaingia kwenye matumizi. Sasa unaona, jana kuna kitu nilizungumza. Usiridhike tu kuwa na pesa, lakini pesa yako ina thamani gani? Sawa? Thamani ya pesa inatabiriwa na pale inapotoka. Na mara nyingi pesa ambayo inatoka kwenye ajira, sio kwenye asset, thamani yake sio kubwa. Kwa sababu gani? Ndio unaweza ukasema pesa ni pesa na kila pesa ina thamani. Ninazungumzia thamani ya pesa kulingana na mwelekeo wake, inatoka wapi inakwenda wapi. Mara nyingi pesa ambayo inatoka kwenye ajira haikai mfukoni, ila inaenda kwa wengine, au inaenda kwenye vyanzo vya watu wengine, au asset za watu wengine, wale watu ambao wanamiliki vitu vinavyowaingizia pesa. Kwa hiyo maskini akishafanya kibarua, wamefanya wawili, wamelima shamba, baada ya hapo wanaingia kwenye matumizi. Matumizi gani? Amepanga chumba, atalipa kodi. Baada ya hapo hiyo pesa atanunua chakula, atanunua nguo, atalipia kwenye usafiri. Inawezekana atakodi bodaboda kutoka kule shambani mpaka nyumbani, au nyumbani mpaka shambani, au atalipia nauli ya bajaji au daladala. Inategemeana na sehemu anapofanyia kibarua pakoje. Alafu kaela katakako baki, maskini wengi huwa nawahurumia sana. Nimekuwa nikishinda vijijini, watu wengi ni maskini. Kwa nini? Sio kwamba maisha ya vijijini ni magumu, hapana. Watu wengi vijijini ni maskini kwa sababu ya mwelekeo wa pesa zao. Nimeshafanya biashara ya mbao. Nikupe mfano. Wale ambao wanashinda na ile mashine, lile bench ambao linachana mbao kule, wanaingiza pesa nzuri tu. Unakuta kila ubao anaochana, kipindi cha nyuma kila ubao anaochana tulikuwa tunamlipa 100 kadhaa. Kwa hiyo unakuta mpaka amemaliza kuchana mbao zote, kazi ya siku 2 siku 3 ana laki kadhaa. Yaani kwa kuingiza kipato, huyo mtu sio maskini, anaingiza kipato kikubwa. Lakini mwelekeo wa pesa yake ukoje? Akisha toka hapo anaingia kwenye matumizi. Hayo matumizi, badala ya kununua asset, anazama kwenye liabilities. Yaani kwenye vitu ambavyo vinahitaji yeye tu atoe pesa. Na sio kwamba baada ya mwezi vitu atakavyonunua au miezi miwili vitamuingizia pesa. Kwa hiyo atalipa kodi, chakula, nguo, usafiri. Alafu alivyo mjinga na kukosa akili, atasema anaenda kujiburudisha. Anaenda kujiburudisha kwenye nini? Anaenda kununua pombe. Na wengi wanadhani kwamba pombe ni kujiburudisha, ila ni kujiongezea matatizo. Kumbuka, unapoenda kunywa pombe, mwanzoni ulikuwa una matatizo. Na wengi wanasema naenda kuituliza akili, kupoteza mawazo. Pombe inakupumbaza tu kwa muda, usiwe na akili, ila mawazo yanakuwepo. Sema hayawezi kuzingatia vitu vya msingi kwa sababu unakuwa mpumbavu. Na baada ya muda umekunywa usiku, asubuhi ukiamka unajikuta una matatizo zaidi. Jana ulikuwa na pesa, sasa unaibuka una matatizo zaidi. Pesa hauna, na tatizo jingine ni tatizo la pombe. Bado unahitaji kunywa pombe. Na baada ya hapo utakachohitaji unadhani ni nini? Huyu mtu ni mjinga, atawaza kibarua, ataenda kulima. Akirudi mwelekeo ni ule ule. Kwa hiyo huo ndio mwelekeo wa pesa za maskini. Tatizo ni nini? Hana asset. Sasa tunatoka kwa maskini, tunakuja kwa mtu wa tabaka la kati. Unajua, asilimia kubwa ya watu wa tabaka la kati
ni wafanyakazi waajiriwa, ni accountant, ni mhasibu, ni mfanyakazi wa benki, ni mwalimu, ni mkurugenzi au ni meneja. Asilimia kubwa wao wanaunda tabaka la kati. Na kwa nini wanaunda tabaka la kati? Ni kwa sababu bado ni watu ambao hawako huru kimapato. Yaani mtu wa tabaka la kati ana mwezi mmoja tu mbali na kuwa maskini. Mwezi mmoja tu mbali na kuwa maskini. Ninamaanisha nini? Anafanya kazi, analipwa 500,000 au 800,000 au 1,000,000 au 1,150,000. Na akisha lipwa hiyo pesa, hiyo ndio itamsukuma mwezi mzima. Mwezi ujao asipolipwa pesa, utaona watu wanavyoishi kwenye maisha ya majanga. Na ukitaka uamini tu, hebu itokee siku moja serikali iamue kwamba mwezi huu wafanyakazi wote hatuwalipi mshahara. Utagundua kwamba wafanyakazi wanaishi mwezi mmoja tu mbali na kuwa sawa na watu wa tabaka la chini au maskini. Kwa sababu asipolipwa hawezi kukaa mjini, hawezi kulipia nyumba, hawezi kulipia maji, hawezi kununua chakula, hawezi kufanya nini. Kwa hiyo kinachomweka mjini ni ajira, sio kwamba ana asset. Kwa hiyo akishapata kipato, mshahara wake ukoje? Anaingia kwenye matumizi. Kumbuka hana asset. Matumizi yake yakoje? Matumizi, kitu cha kwanza, alifanikiwa akajikaza akajenga nyumba. Sasa akachukua mkopo, ile nyumba ameiweka rehani. Kwa hiyo matumizi ya kwanza ni kunyukwa hela ya mkopo. Tena hiyo ananyukwa, inawezekana hata kabla hajalipwa mshahara, inakatwa kule kule automatic. Inaenda kulipia benki. Matumizi ya mtu wa tabaka la kati huyo. Jambo la pili, atalipa kodi. Jambo la tatu, chakula. Jambo la 4, nguo. Jambo la 5, usafiri. Sasa usafiri, naomba unielewe. Anaweza akawa aliingia mkopo akawa amenunua gari. Kwa hiyo ana mambo yafuatayo yanayomkabili. Yaani hana tofauti tu kidogo, yeye atatumia usafiri wake. Lakini hana tofauti sana na mtu wa tabaka la chini, kwa sababu hii gari haimuingizii pesa. Hii gari inahitaji service. Kwa hiyo mshahara atakao kuwa ameupokea, inawezekana ni 1,000,000. 100,000 au 200,000 itahitajika kwenye service ya gari. Tenga tena 100,000 itahitajika kwenye mafuta. Hivi unaona watu wananunua liability, wanadhani ni asset. Ila akienda benki, akitaka kuchukua mkopo, akiambiwa hebu tuorodheshe mali ulizonazo, anaweza asiorodheshe gari. Ataulizwa gari unalo? Atasema ndio. Basi anaorodhesha, ni miongoni mwa asset alizonazo. Sasa unajiuliza, hii ni asset kwa nani? Wasomi wengi anadhani kwamba gari yake ni mali, ni asset kwake. Hiyo ni asset ya benki. Kwa sababu kama ukichukua mkopo, benki wanahitaji mali ulizonazo ambazo ukikoboa kwenye malipo atazinyuka bei. Kwa hiyo na gari yako unaweka ni asset. Sasa wasomi wengi wanachanganya asset na liability. Ukimuuliza hebu niambie asset ulizonazo, anakutajia gari ni asset alionayo na nyumba ni asset alionayo. Siku moja nilikuwa nasafiri kwenye gari, nikawa ninazungumza na mtu mmoja, alikuwa anazungumza sana, alikuwa anajiita DC. Sio kwamba ni DC kweli, yani district commission, mkuu wa wilaya, ila alikuwa anajiita ni mtu fulani mwenye vituko. Nikagundua amesomea biashara. Nikamuuliza swali, hivi nyumba yako ni asset au ni liability? Akasema ni asset. Na akamuuliza msomi yoyote, ni wachache sana watakao kujibu hili swali, muulize nyumba yako unayoishi ni asset au ni liability? Atakwambia ni asset. Gari yako ulionayo ni asset au ni liability?
atakwambia ni asset. Na jana, kumbuka mpendwa msikilizaji, nilizungumza watu wengi wanabaki kuwa maskini na watabaka la kati hawaendi mbele kimapato, kwa sababu wanachanganya liabilities, wanaziita asset, na asset wanaita liability. Sasa nyumba yako unaoishi ni kwa vipi inakuwa asset, wakati unakuta ni kweli umejenga nyumba sawa, na utasema hii nyumba inaniokoa nisilipe kodi, lakini hebu jiulize, kweli ulipi kodi? Inakuingizia pesa mfukoni? Utakuta pesa ambayo hulipi kodi bado inatoka mfukoni, kwa sababu nyumba hiyo itahitaji ukarabati, nyumba hiyo itahitaji upake rangi, nyumba hiyo itahitaji vikolombwezo vingi, kuna kulipia maji, kuna kulipia umeme. Yote hayo ni matumizi yanayotokana na nyumba unayoimiliki. Kuna kodi. Kwa hiyo nyumba yako unayoishi huwezi ukaisema kwamba ni asset, lakini kwa watu wa benki ni asset kwao, na watu wa mashirika ya mkopo ni asset kwao, kwa sababu wao wakihitaji iwaingizie pesa, wao itawaingizia, kwa sababu utakapoenda kuchukua mkopo utaiweka rehani nyumba yako. Na si ndio unaona wengi wanashindwa kulipa mikopo, nyumba zao zinapigwa bei. Kwa nini? Ni asset ya benki, sio asset yako. Sasa nyumba yako hatuwezi tukasema ni asset. Of course unaweza ukaifanya kuwa ni asset kama unaamua uweze kuipangisha. Napo ukiipangisha, tunachoangalia mwisho wa mwezi inakuingizia pesa mfukoni au inakutoa. Maana unaweza ukawa umepangisha, unalipwa kodi ya miezi mitatu, labda tuseme kila mwezi 30,000. Hiyo kodi unayolipwa yote inaingia kwenye ukarabati wa nyumba, bado haijafikia hatua ya kuwa asset. Lakini kwa yule ambaye amepangisha nyumba zake na zinamuingizia pesa, tuseme kwa mwezi au miezi miwili, kwa mwezi labda 300,000, na hiyo 300,000 haiendi kwenye ukarabati wa nyumba, anaiingiza katika matumizi ya msingi, hiyo tayari imekuwa asset. Na gari lako hivyo hivyo. Kwa hiyo mtu wa tabaka la kati anamiliki hivyo vitu, anadhani kwamba ana mali, kumbe hana mali, ana liability. Yaani vitu alivyo navyo vinamuingiza tu kwenye madeni. Kila anapoingiza pesa mwisho wa mwezi, gari tayari automatic kuna deni pale la kufanyia service gari. Hakukopa, lakini automatic kuna deni. Umeona liability inavyokuwa. Kwa hiyo mtu wa tabaka la kati analipia hivyo vitu. Unajua kinachofuata nini? Kweli anapokea mshahara mzuri, lakini ule mshahara wote umeishia kwenye matumizi. Ukirudi, anayo asset? Hana. Je, ana liability? Liability ndio anazo nyingi. Unajua tofauti ya maskini na mtu wa tabaka la kati tu ni kwamba maskini hana liabilities nyingi, lakini anaingiza kipato kidogo kinapitiliza kwenye matumizi. Lakini mtu wa tabaka la kati ana liabilities nyingi. Ni kweli anapokea mshahara mzuri mwisho wa mwezi, lakini si unakumbuka nilisema kuna makosa katika ununuzi wa vitu? Unakumbuka vizuri mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo mtu wa tabaka la kati vitu gani anavyonunua? Ananunua TV, alafu ananunua friji, alafu ananunua jiko la umeme, alafu ananunua pasi, ananunua mashine ya kufulia. Yaani kwa kumuona utamuona ana maisha ya mafanikio. Lakini kumbe vitu anavyovinunua anazidi kuongeza column ya liabilities. Ananunua gari, ameongeza zaidi tena column ya liability. Ana mwanae kamnunulia baskeli, tayari kaongeza column ya liabilities. Kwa nini? Kwa sababu TV inamnyuka umeme, uniti za kununua luku zitaongezeka hapo, tayari pesa hiyo inatoka mfukoni. TV hiyo hiyo atahitaji anunue au akodi movie za kuangalia, tayari pesa inatoka wapi? Mfukoni. Haiingii, inatoka. Dish atahitaji kununua kifurushi, tayari pesa inatoka wapi? Mfukoni. Bado ana friji, matumizi ya umeme yataongezeka, yatakuwa juu. Bado ana gari itamtoa pesa mfukoni, service na mafuta. Baskeli ya mtoto aliyomnunulia, kweli maskini
mtoto wake ana baskeli, ana nini, tajiri. Mtu wa tabaka la kati, mtoto ana baskeli. Baskeli inamtoa pesa mfukoni, kwa sababu baskeli inahitaji service. Kwa hiyo unakuta watu wa tabaka la kati wanajiongezea vitu ambavyo wanadhani kwamba ni mali, kumbe kiuhalisia sio mali, ni vitu vinavyowaingiza kwenye madeni. Madeni ya kulipia vifurushi, madeni ya kufanyia huduma, madeni ya kuongeza matumizi ya umeme, pamoja na madeni mengine. Kwa hiyo mtu wa tabaka la kati yuko hivyo. Kwa hiyo maisha yake anaishia kuwa mtu wa kuingiza mshahara, kulipia vitu vinavyomuingiza kwenye madeni na kuingia kwenye mikopo. Na ndio maana nikakwambia, ukiona watu wengi wa tabaka la kati sasa hivi, ni mwalimu, ni daktari, ni mhasibu, ameingia mkopo. Anafanya kazi shirika la bima ya afya, kaingia mkopo. Kajenga nyumba, na huo mkopo unamlazimu atumike, awe mtumwa kwenye gereza la ajira miaka 20 ili akatwe kwenye mshahara aweze kumaliza madeni. Kwa hiyo unakuta huyu mtu wenye game la pesa naye amefanya nini? Ameshindwa. Na inapokuja semina kama hii, atakachoniuliza ni namna gani naweza kuzalisha pesa zaidi. Tatizo hajajua chanzo cha matatizo yake ya pesa ni nini. Kwa hiyo anadhani suluhisho ni kuzalisha pesa zaidi, kumbe shida ni vitu anavyovinunua na matumizi yake. Tunamalizia na mtu wa mwisho asubuhi ya leo, tajiri. Tajiri sio mtu wa tabaka la kati au mtu wa tabaka la chini. Tajiri. Tajiri mara nyingi unakuta sio mwajiriwa.